Ndugu zangu wapendwa, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 14 ya mwezi Oktoba mwaka 2025, juma la 28 la mwaka C, mwaka wa kanisa. Na masomo yetu siku ya leo, somo la kwanza ni waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza ya 16 mpaka aya ya 25, huku somo la injili ni Injili ya Luka sura ya 11 aya ya 37 mpaka aya ya 41. Karibuni tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Na tukianza tafakari yetu na somo letu la kwanza ambalo kama nilivyokwisha kukutanabaisha hapo awali ya kwamba linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza aya ya 16 mpaka aya ya 25. Sura hii ya kwanza hususani aya ya 16 mpaka aya ya 17 imebeba ujumbe mahususi ambao Mtume Paulo alipenda kuwaandikia Warumi, na ujumbe huu sasa ndio ambao umetawala katika waraka huu kwa Warumi. Ujumbe huu au kiini hiki ni kwamba haki inatokana na imani kwa Yesu Kristo na wala si kwa matendo ya sheria. Mtume Paulo, kwa vile yeye anajitanabaisha kwamba ni mtume kwa mataifa, hivyo kuna baadhi ya mazingira fulani ambayo hakupokelewa, alikataliwa yeye pamoja na ujumbe aliopeleka kwa watu hao. Hata muda mwingine madhulumu mbalimbali yalitendeka juu yake, kufukuzwa, kupigwa na kudhihakiwa, lakini anadai kwamba hataona haya wala hatokata tamaa wala hatarudi nyuma kutangaza Injili na kuipeleka kwa watu wote. Huenda maneno haya anayasema akifikiria namna ya mapokezi yake pamoja na injili yake ambayo amepanga kuipeleka na kuihubiri katika mji wa Rumi ambao ni kitovu cha falsafa za kipagani. Kwa maneno haya Mtume Paulo anayasema akiwa anajitahadhari na namna ya mapokeo ambayo atakayokabiliana nayo katika mji wa Rumi ambao ni kitovu cha mila na desturi za kipagani. Hajui kwamba yeye pamoja na injili yake watapokelewa vyema au vitakataliwa, lakini yote hayo sio mambo ya kumshurutisha Mtume Paulo. Paulo anadadavua kuwa haki ya Mungu huja kwa njia ya imani. Mtu mwenye kuhesabiwa haki ni yule mwenye kuishi kadri ya misingi ya imani, na imani ni kiini cha ukombozi. Paulo anadadavua na kusema ya kwamba imani ni kitendo cha kumtegemea Mwenyezi Mungu na kusadiki ya kwamba yeye ndiye kweli na wema wote ni chemichemi ya wokovu. Misingi ya imani ni Mungu asiyesema uongo, tena hutimiza kila yote anayoyaahidi. Paulo anadai kwamba ukombozi ulikuja kwanza kwa Wayahudi, lakini hii haina maana kwamba ni wamiliki wa ukombozi, bali ukombozi ulipaswa kuanzia katika pointi moja na kusambaa ulimwenguni kote. Hivyo ukombozi wetu sisi wanadamu ulipaswa kuanzia katika jamii hii ya watu Wayahudi, kisha usambae ulimwenguni kote. Haikuwa na maana ya kwamba wao ndio wamiliki wa ukombozi au ukombozi umekuja kwa ajili yao, bali umekuja kwa ajili ya watu wote, lakini ulipaswa kuwa na sehemu utakapoanzia katika jamii ya watu hao Wayahudi na baadaye utasambaa ulimwenguni kote. Jambo la ajabu ni ambalo analisimulia Paulo hapa ni kwamba jambo la ajabu analosimulia Paulo ni kwamba hawa waliofunuliwa siri hii ya ukombozi kwanza waliipuuzia, nao wakajikita zaidi katika ibada ya miungu. Hivyo Mungu aliwaacha na neno lake akaamua lienezwe kwa mataifa mengine. Kwa hiyo katika waraka huu wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kwanza aya ya 16 mpaka aya ya 25, anachokizungumzia Paulo ni namna ambavyo haki yetu sisi wanadamu inapatikana katika imani kwa Kristo. Kwa hiyo anatupa moyo, anatuhamasisha na kutusisitiza zaidi ya kwamba daima maisha yetu ya siku zote yanapaswa yatawaliwe na huyu Kristo. Na kutoka katika somo la Injili ambalo
nimekwisha kunabaisha hapo awali ya kwamba yanatoka katika Injili ya Luka sura ya 11 aya 37 mpaka aya 41. Somo hili linazungumzia juu ya sheria mojawapo ya Kiyahudi. Sheria ya Kiyahudi pamoja na tamaduni zao zinataja ibada ya kuosha mikono katika mazingira mbalimbali. Kitendo hiki cha kuosha mikono kama sehemu ya ibada inajulikana kwa Kiyahudi kama netilahi yadayim, neno ambalo linaweza likatafsirika katika lugha ya Kiswahili kuwa ni kitendo cha kuosha mikono. Na sheria hii ya uoshaji wa mikono chimbuko lake ni kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 15 aya ya 11, ambapo kinadai uoshaji wa mikono katika mazingira mbalimbali ili kuondoa hali ya unajisi. Yalikuwepo mazingira kadha wa kadha yaliyotengwa ambayo ibada hii ya uoshaji wa mikono ilipaswa kufanyika. Jambo la kwanza, mtu alipaswa kuosha mikono kabla ya kula mkate. Ibada hii ilifanyika kabla ya kula mkate au mlo wowote ambao ulaji wa mkate uko ndani yake, na uoshaji huu ulipaswa kutumia maji yanayotiririka na mikono ioshwe mpaka sehemu ya viwiko. Wakati mwingine mtu alipaswa kuosha mikono mara mbili, na kitendo hiki kinaitwa mayim rishonim. Mazingira mengine ya pili ni baada ya ulaji wa mkate. Kitendo hiki kinaitwa mayim acharonim, ambapo iliwalazimisha watu kuosha mikono yao baada ya kula mkate. Hii ilikuwa ni dhana ya kwamba walipaswa kuondoa chumvi za Sodoma katika mikono yao ambazo zingewaletea madhara. Lakini vile vile mikono ilipaswa kuoshwa kabla ya kula chakula chochote ambacho kinahusisha kimiminika cha aina chochote. Chakula ambacho kimepikwa kwa maji, chakula ambacho kina mchanganyiko wa asali, mafuta, maziwa na kadhalika. Lakini pia Wayahudi walipaswa kuosha mikono kabla ya kuabudu au kufanya ibada mbalimbali. Vile vile mazingira mengine ambayo yaliyowalazimu kuosha mikono ni kabla ya baraka ya kikuhani. Makuhani kabla ya shughuli zao zote za kikuhani hekaluni walipaswa kuosha mikono yao. Na mazingira mengine ya mwisho ni baada ya kulala. Asubuhi waamkapo, Myahudi alipaswa kuosha mikono yake, hii ikiwa na dhana ya kwamba kitendo hiki cha kuosha mikono au ibada hii ya uoshaji wa mikono inaondoa roho ovu mikononi, lakini vile vile inamwandaa mtu huyu kwa ajili ya sala za asubuhi, lakini pia kwa ajili ya kusoma Torati. Katika Injili sasa siku ya leo tunasikia Yesu amealikwa katika mji wa Farisayo, na wakati wa kula chakula Yesu anakula bila kuosha mikono. Jambo hili linazua taharuki miongoni mwa Farisayo huyu pamoja na watu wengine waliopo. Yesu anatumia nafasi hii sasa ili kuwafundisha na kuelekeza ya kwamba kitendo hiki cha netilai yadayim, ibada hii ya kuosha mikono kabla ya chakula, ni kwa ajili ya usafi wa nje wala si kwa ajili ya usafi wa roho. Kama vile Mafarisayo sasa walivyojibidisha katika usafi wa nje wa uoshaji wa mikono yao, vile vile wanapaswa pia waweke jitihada hizo hizo katika usafi wa roho zao pia. Yesu anasema hawa Mafarisayo kwa unafiki wao wanajionyesha nje ya kwamba ni safi, wanaosha vikombe kwa nje vionekane ni safi, lakini kwa ndani ni vichafu. Lengo la Yesu, fundisho la Yesu ni hili: usafi wa roho ndiyo msingi wa ukombozi wetu wanadamu. Kama jinsi ambavyo tunavyojibidiisha katika usafi wa nje, usafi vile vile wa roho ni lazima uende pamoja na usafi wa nje vile vile pia. Na tunafahamu ya kwamba ziko ibada mbalimbali ambazo lengo lake na madhumuni yake ni kuleta usafi wa roho, ibada za upatanisho. Mara nyingi katika mazingira mbalimbali tunaanguka katika uchafu wa roho zetu. Hivyo ni wajibu, ni wito, na tunapaswa kila mmoja
kuzingatia zaidi usafi wa roho yake dhidi ya madoa ya dhambi, dhidi ya dhambi zote. Na katika tafakari ya leo ulikuwa na mimi Padre Kefa wa Jimbo Katoliki la Geita. Kubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.